la kutambua na kulinda ardhi tulionayo. Ardhi hii haiongezeki, wanaoongezeka ni watu. Kwa maana hiyo ni lazima tuitambue, tuilinde na kuitunza kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni lazima ardhi tulionayo tuitengenezeshe pango ya matumizi. Na hapa sina mashaka, huko unaona watu wamekata viwanja, barabara zimeingizwa mule. Sijui jamaa wamejifunza wapi, lakini hivi ndivyo wanavyofanya wenzetu. Wanaanza kupeleka infrastructures kwenye maeneo wanayotaka kuyaendeleza kabla ya kupeleka watu. Wakikata plots kwa maana viwanja, watapeleka miundombinu yote, maji, umeme, simu na barabara, halafu ndio wanauza viwanja. Kwa rahisi mtu kununua na kufanya maendeleo. Kwa hiyo nimeona mara kuna viwanja vimekatakatwa, barabara zimechongwa. Maana yake ni kama vile ndio mnaelekea huko kwenye maono ya wenzetu. Msisitizo kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta hii nayo kuna malalamiko fulani ambayo kiatazama unaona ni kama watu hawataki kufuata maadili ya kazi zao, hawana hofu ya Mwenyezi Mungu, wala hawaishi viapo vyao. Kuna mahala mwananchi ameenda anataka tibiwa, lakini hajui serikali inatibu kitu gani bure na inatibu kitu gani kwa fedha. Anauliza, anaambiwa wewe kama una hela toa upate huduma safi. Sasa kweli huduma safi ni ipi? Wakati serikali imesema huduma zetu sote tunaziboresha kwa ajili ya wananchi wetu. Na zipo kabisa taarifa zinazotaka kusema orodha hii ndio ya huduma za bure, hii ndio ya fedha. Lakini imefichwa, yani haiwekwi wazi. Kwa hiyo mkifanya vile ni kama vile mnataka kutengeneza mazingira ya kuwaomba fedha hawa wananchi kwa sababu hawana wanachokijua katika haki wanazozistahili. Swala lingine ambalo linasikitisha ni mama mjamzito anapojifungua anaambiwa aina ya mtoto unayejifungua na gharama yake. Ukijifungua wa kike naambiwa 30,000, wa kiume 50,000. Na Mheshimiwa DC hakikisha kwenye hospitali zetu zote vitu hivyo havijitokezi. Endelea chini ya maelekezo na miongozo yako lile ambalo Mheshimiwa Rais analizungumza, kufikisha tabasamu la mama kwa wananchi. Na maana hiyo sisi kwenye ngazi yetu ya wilaya kwa usimamizi wa ofisi yako uhakikishie kwamba tutaendelea kulitenda kwa wivu mkubwa ili dhamira ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo sote tunaijua jinsi anavyowiwa na kutaka kufikisha huduma mbalimbali za kijamii kwa wananchi yanafikiwa. Na sisi tutajitahidi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia kuhakikisha kwamba kazi hiyo tunaifanya kwa uadilifu, kwa kujituma, kwa kushirikiana kama timu ili hayo malengo yaweze kufikiwa. Kwanza kwa kupata hati safi, lakini pia kwa kuwa na bidii, kwa sababu ili upate hati safi lazima umefanya kazi kwa jitihada na bidii kubwa, hususani katika kuzingatia swala hili ni kwa mujibu wa ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia sheria, kanuni na miongozo ya serikali ambayo ndio tunapaswa kuizingatia na kuweza kufikia hapo. Ni halmashauri pekee iliyostawi. Na hii ni kwa sababu ile uliokuwa umezungumza utulivu wa halmashauri. Na huu utulivu unaoona kwenye halmashauri ya Mbinga ni kwa sababu wewe upo. Mwanzo nilisema unatoa maelekezo kwa wakuu wako wa wilaya na hawa wamekuwa wakifanyika msaada sana. Basi sisi tuseme tu kwamba tutaendelea kuishi kwa amani, tukichapa kazi ili kuleta heshima katika mkoa huu.